Mpendwa mzazi, umewahi kusikia mtoto akisema nilisoma lakini nimesahau? Au wakati mwingine unasikia watoto wanaulizana pale ambapo matokeo yametoka. Unasikia wanaambizana, wewe hapo si tulisoma pamoja? Wanakuwa wanaulizana, hapo tulisoma pamoja? Mwenzake anamwambia nilisahau. Inauma, inasikitisha na wakati mwingine inakatisha tamaa. Lakini ni jambo ambalo mzazi unatakiwa kujua sasa kwamba watoto wanasahau na tunawezaje kuwasaidia watoto wale ambao wanasahau. Na ni sababu gani zinawafanya hao watoto wanasahau kile ambacho wamefundishwa na walimu wao. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia sababu gani zinawafanya watoto wanasahau kile ambacho wamefundishwa na walimu wao. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, kwa ajili ya jamii nzima. Tunaleta maarifa ambayo tunaigusa jamii na tunawagusa watoto wetu. Usiache kushare, usiache kulike hii video, na pia una uwezo wa kututumia ujumbe au ukatupigia simu kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze tukaone sababu zinazowafanya watoto wetu wanasahau kile ambacho wamefundishwa na walimu. Sababu ya kwanza ni kujifunza kwa kukariri badala ya kuelewa. Wanafunzi wengi huwa wanajifunza au wanakuwa na bidii sana pale tu panapokuwa na mitihani. Anapoona kwamba kuna mitihani anaanza kupambana sana, kariri. Anaweka kwenye kichwa chake kwa ajili ya kufanyia mtihani tu na si kwa ajili ya kuelewa. Maarifa ya kukariri yanasahaulika, lakini maarifa ya kuelewa hayasahauliki. Kwa hiyo wanafunzi wengi unakuta wanakariri tu. Anasoma kwa muda mfupi tu ili aweze kupita mitihani yake, lakini si kwa kupata maarifa. Hapo ni lazima asahau. Muda unapopita tu baada ya mtihani kuisha, kila alichokuwa amejifunza, kila alichokuwa amekariri, chote kinakuwa kimepotea, kwa sababu alisoma kwa lengo moja au alikariri kwa lengo moja tu kwa ajili ya kupita mtihani wake. Kwa hiyo unakuta vitu vinasahaulika. Anaweza akasahau hata ameingia tu kwenye chumba cha mtihani, kwa sababu alikuwa hajaelewa, amekariri. Swali likija kwa kuchengeshwa tu, yaani swali likiulizwa likabinuliwa tu, mtoto hawezi kuelewa tena, anasahau. Alikuwa amekariri swali vile lilivyo, kama litakuja hivyo, kumbe linakuja wanaoleta mitihani au wanaotunga mitihani wanakuwa na mbinu nyingi za mitego. Kwa hiyo akiwekewa mtego kidogo tu kwa sababu alikariri vile, anakuwa anasahau. Sababu ya pili ni msongo wa mawazo, ambao hii tunasema stress and pressure. Shinikizo linaweza kutoka nyumbani, linaweza kutoka shuleni, linaweza kutoka sehemu yoyote ile, likamkumba mtoto. Mtoto akawa anasoma, wakati mwingine anakuwa na matarajio makubwa kupita kiasi. Kwa hiyo anapokuwa na matarajio makubwa kupita kiasi, anakuwa na stress. Akili inakuwa haijatulia. Mtoto anayesoma, akili ikiwa haijatulia, ni rahisi sana kusahau. Mtoto anayepitia changamoto kutoka kwenye familia, kutoka kwa wazazi wake, pia huyu ni rahisi sana kusahau kile ambacho anakuwa amefundishwa na walimu wake. Na mtoto ambaye anakuwa na msongo wa mawazo kutoka shuleni, labda anaonewa na wenzake, anaonewa yaani na watu ambao wamemzidi umri anapokuwa shuleni kwenye mazingira ya kujifunza, hii inamfanya mtoto aweze kusahau. Kwa hiyo msongo wa mawazo, hizi stress zinaweza kumfanya mtoto asahau kabisa kile ambacho amefundishwa na mwalimu wake. Kwa hiyo ni jambo jema sana mtoto akawa na utulivu wakati wa kujifunza. Anapokuwa na utulivu, akili ina uwezo wa kupakia maarifa na kuyahifadhi vizuri. Sababu ya tatu ni kukosa usingizi wa kutosha. Kusoma, mtoto akiwa anakesha, anasoma anakesha usiku, hiyo sio nzuri, ni mbaya. Hiyo inamfanya asahau, kwa sababu usingizi, mtoto anapokuwa anakosa usingizi wa kutosha, ubongo hauwezi ukawa na kumbukumbu. Kwa sababu anapopata usingizi wa kutosha inafanya ubongo utulie. Na ubongo unapokuwa unatulia una uwezo wa kuhifadhi mambo. Lakini mtoto ambaye hapati usingizi wa kutosha, ubongo wake unakuwa haujatulia, akili inakuwa haijatulia. Kwa hiyo kama akili haijatulia, ni ngumu sana kwa mtoto kuweza kuhifadhi maarifa. Inakuwa kwake ni rahisi sana kusahau. Hivyo tuhakikishe watoto wanapata usingizi wa kutosha, masaa ya kutosha, alale apumzike, asome, ale, aoge, apumzike, alale. Hapo ana uwezo wa kutunza kumbukumbu. Lakini yule ambaye anakesha anasoma, ni rahisi kusahau kwa sababu ubongo pia unakuwa umechoka, hauwezi kuhifadhi kumbukumbu vizuri. Sababu ya nne ni mivurugiko, tunasema distractions.
Dunia ya sasa imejaa TV, imejaa games, imejaa maukumbi ya video kila sehemu, imejaa vitu vingi ambavyo mtoto unakuta vyote vile anakuwa anavihifadhi kwenye kichwa chake. Mtoto anapokuwa na vitu vingi sana amehifadhi kwenye kichwa chake, magemu, miziki, sauti mbalimbali, wasanii, vitu vingi, unakuta mtoto ubongo wake unagawanyika. Ubongo ukigawanyika, gepu kubwa itabeba yale mambo ambayo hayana maana, kwa sababu ni rahisi sana kufuatilia mambo ambayo hayana maana katika maisha. Kwa hiyo mtoto anapokuwa anafuatilia yale ambayo hayana maana, yanajaza ubongo. Yakijaza ubongo yanamchanganya, na yakimchanganya anasahau vile ambavyo alivyofundishwa na walimu wake. Ni jambo la msingi sana kwa wazazi kuhakikisha kwamba mtoto anapunguziwa mambo ambayo dunia hii iko nayo mengi, anapunguziwa. Mtoto anapewa muda wa kujifunza, muda wa kujifunza unakuwepo, na muda wa kupumzika unakuwepo. Sio ule muda wa kupumzika ndio muda wa TV, ndio muda wa games, ndio muda wa mambo mengi. Hapana, kwa sababu ubongo hauwezi ukagawanya vipande vingi. Ukigawanya sehemu kubwa itabeba vile ambavyo havina maana. Kwa sababu ukija kuangalia hata vitu vinavyotazamwa katika dunia hii sasa hivi, weka mambo ya umbea, weka mambo ya ambayo hayana maana, hayo utakuta hata watu wazima wanayatazama, je watoto? Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuhakikisha kwamba ile mivurugiko kwenye ubongo wa mtoto au kwenye maisha ya mtoto vinaepukwa. Hoja namba 5 ni kukosa marudio. Hii tunasema lack of revisions. Mara nyingi watoto wengi wanapokuwa wanatoka shuleni hawafanyi marudio kila ambacho wamefundishwa. Kukosa kufanya marudio kwenye kila ambacho mtoto amefundishwa, hafanyi marudio, masahisho hafanyi kwenye kila ambacho alikuwa amekosa, hajibidishi kufanya hivyo, lazima atasahau. Mtoto anatakiwa afanye marudio, mara nyingi asome, arudie vile vitu ambavyo amefundishwa na walimu shuleni. Hata anapokuwa nyumbani apate muda kidogo, asome, arudie vile vitu ambavyo amefundishwa. Hapo inamsaidia mtoto kuweka kumbukumbu, anakuwa hasahau kwa sababu alifundishwa. Baada ya kufundishwa, anakuja tena kutulia yeye peke yake au na wenzake, wanafanya revision, marudio. Hiyo inamsaidia mtoto kutunza kumbukumbu na inakuwa ni ngumu sana kusahau. Wanasoma kwenye makundi, wanaulizana, wanasaidiana, anafanya marudio akiwa peke yake pia. Hiyo inamsaidia kumjenga na kumfanya asisahau. Wakati mwingine mtoto kusahau sio tu kwamba ni swala la uvivu. Unakuta wakati mwingine mtoto anapitia stress, mtoto anapitia changamoto, mtoto anapitia mambo mengi katika maisha yake. Kwa hiyo wewe mzazi, angalia kwamba je, mtoto wangu anapitia nini? Kuna changamoto za kimaisha, mtoto wangu ana stress, mtoto wangu ana mivurugiko, jaribu kuelewa. Badala ya hasira, jaribu kusikiliza. Badala ya kumgombeza na kukasirika naye, jaribu kumsaidia. Kwa sababu malezi yenye hekima ni yale ya kuangalia mtoto amefeli wapi, changamoto gani amepata mtoto. Kwa hiyo mzazi unakuwa daraja la kumsaidia mtoto wako kuvuka zile changamoto, kumsaidia mtoto wako kuondokana na hizo changamoto, na si kumlaumu, na si kumgombeza, na wala sio kumpiga. Wewe jaribu kuelewa, jaribu kusikiliza, na jaribu kutoa ufumbuzi. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare, usiache kulike, usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.